Na mtazamaji, uhali gani? Ni juma lingine tena ambapo naungana nawe katika kipindi cha Jahazi la Elimu. Na juma hili nipo katika shule ya Econ Special Tutorials, shule ambayo ina wanafunzi walio na mahitaji maalum. Na hapa mtaala wa CBC unaendeshwa kwa njia ya kipekee kabisa. Na tujuavyo, ulemavu si kutoweza. Na licha ya kuwa na mahitaji maalum, elimu ni mojawapo ya mahitaji muhimu katika maisha ya watoto walio na ulemavu. Ungana nami, jina langu ni Hadia Mwasio. Naam, tukizungumza na Julia ambaye ni mojawapo wa wadau katika shule hii inayotoa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tutakuwa tunaelewa zaidi mtaala wa CBC unavyoendeshwa katika shule hii, na pia baadhi ya mambo ambayo ni ya kipekee kwenye shule hii, tukijumuisha wanafunzi ambao tumekuja kujumuika nao. Karibu sana Julia, jitambulishe jina lako na shule yenu inaendesha mtaala wa CBC kwenye viwango tofauti. Mwanafunzi anapoingia shuleni humu anakuwa kwenye umri gani hadi umri gani? Ni mambo yapi ambayo anaanza kupata mafunzo kuhusu, na ni darasa lipi ambalo anaingia, na akitoka hapo yapi ambayo anafuata mpaka kufika katika darasa la vocational training ambalo ndio la juu zaidi? Econ Special Tutorials ni shule ambayo ni inclusive, ina watoto typical na watoto wale wana special needs. Watoto wale ambao tunachukua katika shule hii ni kutoka miaka 2 hadi umri ule mkubwa wa miaka 15 kuendelea. Mtoto anapokuja tunamfanyia kwanza assessment ili kujua kiwango kipi ambayo mtoto huyo yupo, na tunaweza mpea interventions zipi ili kumsaidia katika kukua kwake. Kwa hivyo mwanafunzi anaweza kuletwa hapa akiwa na umri wowote, anaweza kuletwa na akaanza shule akiwa na umri wowote. Tunazungumzia wale wanafunzi walio na mahitaji maalum, yani special needs. Kwa hivyo hakuna umri ambao lazima mwanafunzi awe ndio ingie darasa la kwanza. Mnaangalia kulingana na mahitaji ambayo anayo yeye mwenyewe binafsi. Ndivyo. Kwa hivyo tunakubali umri wowote. Tuna wale hata wadogo chini ya miaka 2, wale wanakuja wakiwa na mwaka 1 hadi miezi 9. Cha muhimu kwa watoto hawa ni kuanza intervention mapema, ile tunaita early intervention, ili tukaweze kufanya therapy, kuwapea msingi uliodhabiti, kuwezesha kuendelea katika viwango vingine. Ndivyo. Labda viwango vinajumuisha nini na nini? Unaweza kutaja tu kwa manufaa ya mtazamaji, si lazima iwe vinafuatana, lakini labda yale baadhi ya mambo ambayo mnaangazia kwa sababu ya kuelewesha yule mtazamaji ajue ni kipi ambacho kinajumuisha masomo haya. Okay. Viwango kwanza vinahusu kule kuweza kujitegemea, kuweza kujilisha, kuweza kujivisha nguo, kuweza ku-identify vitu tofauti katika mazingira yao pale darasani. Kutoka hapo tunaelekea mtaala mwingine unaitwa intermediate, kiwango kingine inaitwa intermediate, ambayo pia ni sawa na grade la 3, 4 katika kiwango hiki kingine cha CBC. Kutokea hapo kulingana na ile ability tumeona mtoto ako nayo ama ule uwezo mtoto anao, tunampeleka katika kiwango cha vocational. Kwanza tunaanza na pre-vocational ili tukaweze kumwezesha kufanya mambo kadha. Tukielekea katika vocational tunakuwa specific na kile jambo wanaweza fanya.
kama kutumia kompyuta. Kwa hivyo wanaweza kuwa secretary ama administrator anapotoka huko. Tunaweza kuwapea ujuzi ambao unaweza kuwasaidia katika maisha yao ya baadaye. Na mtazamaji, kama unavyoendelea kutazama na kuelewa kwamba mtaala wa CBC unawezeshwa na kufanikishwa rahisi sana kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum, ila kwa njia ya kipekee. Tunaungana na mwalimu mwingine ambaye anasimamia kitengo cha zile shughuli ambazo ni za kipekee, wanaziita vocational training, ambazo zinawafundisha na kuwawezesha wanafunzi kuwa na uwezo wa kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo vitawasaidia kujikimu kwenye maisha yao ya baadaye wanapotoka kwenye shule hii. Naam, tukaribishe mwalimu mwenyewe. Karibu sana mwalimu, na labda kwa kujitambulisha jina lako na pia ni yapi ambayo unayasimamia shuleni humu. Tunajua kitengo cha vocational training kina wanafunzi ambao kidogo wamekomaa. Unaweza kueleza kwa manufaa ya mtazamaji ni kwa nini kitengo hicho kina wanafunzi waliokomaa? Asante sana. Jina langu ni Mwalimu Timothy Muli, na nashukuru sababu ya nafasi hii. Ni vile umeweza kusema ni kwamba ninazungumzia hicho kitengo cha wanafunzi ambao wana umri wa juu kiasi katika shule yetu, na ambao wamepitia zile darasa mafunzo ya kimsingi. Wamepitia lakini bado hawajakamilisha. Tunajaribu incorporate pamoja na haya mafunzo ya vocational training ambapo ni kuwatayarisha kwa ajili ya mara wanapo labda wakati watakapomigwa na wanatoka, ikiwa ni mafunzo ni jambo wameweza kupata jambo ama skill fulani ambayo inaweza kuwasaidia kujiendeleza. Bila shaka tumeona kwamba darasa lako linafanya shughuli kama kilimo, shughuli za kutengeneza sabuni, nafikiri mishumaa, na pia kuna somo lile la teknolojia ambayo tunaita IT. Ni masomo yapi ambayo ni muhimu kuanzia madarasa ya chini ambayo unapofika kwenye darasa hilo la vocational unahitaji kuwa nayo? Labda kwa manufaa ya mtazamaji kuyataja kama ni hisabati na masomo mengine ambayo wanaanzia kwenye daraja la chini ambayo watayatumia wanapofika kwenye darasa la vocational training. Kuna yale masomo ambayo ni ya muhimu ambayo wanapaswa kuwa wamepitia sana. Tunasisitiza sana somo la hisabati, alafu kuna lugha ambayo ni Kiingereza na kuna Kiswahili, na pia kuna wale tunawahusisha pia katika shughuli za masomo mengine kama social studies ambao wanaweza pata kujua mazingira na vile yale mambo ambayo yanaendelea katika nchi, katika na yale maeneo ambao wanaishi. So mafunzo kama hayo pia ni muhimu, ndio tunawapitisha tuna take through. Bila shaka kama somo la mazingira ama la kijamii, social studies, wanapata kujua mazingira, anapotaka kufanya kilimo unapomwambia vifaa atakuwa anavijua, na pia masala ya mabadiliko ya hali ya anga atakuwa anafahamu vizuri. Somo la hisabati bila shaka mtazamaji, labda kwa kusisitiza ni kwamba mwanafunzi anaweza kujua kuondoa na kuongeza, na anapokuwa ametoka kwenye ulimwengu basi anapofungua biashara katika ujuzi aliopata bila shaka atakuwa anaweza kuyafanya hayo. Tumeona keyboard ambayo inatumika katika somo la teknolojia ama ICT iko tofauti kidogo na zile keyboard zingine ambazo tunatumia. Ilikuwa na rangi tofauti, ilikuwa pia na keyboard ambazo ina vibonyezo vikubwa zaidi. Sababu yake ni gani, na labda umuhimu wa kuwepo kwa vitu kama hivyo ni vipi katika keyboard hizo? Kama vile tunavyojua tunashughulika na wanafunzi ambao wako na mahitaji tofauti. Unapata kila mwanafunzi hitaji yake ama ule uwezo wake. Wacha nizungumzie kwamba uwezo wao ama kilingana na maumbile yako tofauti na mwanafunzi mmoja hadi yule mwingine. So kulingana na hiyo sasa, ama kutokana na unapata kile keyboard, kuna wale wanafunzi unapata katika wakati wanaandika, sababu tuna incorporate teknolojia katika masomo yote. So unapata kuna wale kabisa sababu ya maumbile yao hawana uwezo wa kushika kalamu kwa vidole zao, lakini sasa unapata kwa sababu ya teknolojia
wanaweza kuandika kutumia kompyuta ama kunakili notes zao katika kompyuta. So kile kifaa ama kile kibodi kimeundwa kwa njia ya kimaalumu vile inaweza saidia wanafunzi ambao wako na shida ama wako na changamoto za kutype, kiasi ya kwamba zile vibonyezo zake zimefanywa zimekuwa kubwa, na pia maandishi yake ni kubwa kiasi ya kwamba mwanafunzi hatakuwa na changamoto sababu ya kuna zile tunaita fine muscles. Unapata wakati wanasongesha vidole zao hataweza kusongesha tu kama kile keyboard cha kawaida, na aweze kulenga tu kile kibonyezo alichokihitaji. So hiki kwa vile zimekuwa enlarged, inamsaidia sana kutype tu specifically ile alichokuwa anakusudia. Katika kuchagua shughuli tofauti mnaangalia nini? Ni mwanafunzi yupi unasema huyu nitamweka kwenye darasa la kilimo katika vocational training, huyu nitamfundisha kutengeneza mishumaa, huyu sabuni na masuala kama hayo, ama mnawajumuisha pamoja katika masomo yote ya vocational training? Ya kweli ni kwamba tunawajumuisha katika haya mafundisho yote, lakini katika hayo mafundisho sasa tunaangalia uwezo wa mwanafunzi katika kila eneo. Kwa mfano wakati tunafanya kama ule wa mishumaa ama candle making, kuna sababu iko na processes ama iko na stages tofauti. So tunahusisha katika kila stage. Alafu sasa katika hiyo eneo, katika hiyo hali ndio tunajua mwanafunzi gani anaweza kama ni kule kwa sababu tuna ile wax, tuna kule kutayarisha ile machine, na pia kuna kule kupanguza. So tunakuwa kila mwanafunzi anahusishwa katika hiyo shughuli yote, lakini kila mwanafunzi anakuwa na sehemu specific ya kuparticipate sababu ya uwezo wa ufahamu na pia kimaumbile. Ya vile hata katika kama ni ule utengenezaji sabuni, kuna ule ataweza kukoroga, kuna ule ataweza maybe kufungua zile vifaa kuweka, lakini kuna mahali specific ambapo ataweza kuweza kujumuishwa. So tunawajumuisha katika mafunzo yote, lakini mwanafunzi anakuwa na mahali specific mahali ataweza kuparticipate. Naam, kwa kumalizia, kwa manufaa ya mtazamaji, najua tumegusia hili kwenye vipindi vilivyopita kwenye makala haya maalum ya elimu kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum. Kitengo cha vocational training ni kitengo cha juu kabisa katika shule inayoendesha mtaala wa mafunzo kwa mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Ni wakati gani ambapo mwanafunzi ametimia ukasema huyu anaweza akatoka kwenye ulimwengu sasa, amefikia kile kiwango ambacho tunajua atakuwa sawa katika kutekeleza shughuli nyingine za kimaisha? Hilo kuweza kukamilisha kwamba huyu mwanafunzi ametimiza kabisa. Kabisa kusema kweli siwezi sema, maybe kuna ile assessment unaweza fanya, sababu tukisha identify mwanafunzi hili ndio jambo ambalo ameweza kufanya, lakini kuna tunazingatia katika ili jambo anafanya, at least tunahakikisha kwamba kuna jambo moja ama mawili ameweza kuwa ameiva. So katika mafundisho ambayo tunafundisha, tunahakikisha kwamba katika kila jambo, katika kila lile wanachofanya, kuna jambo moja tu jambo moja ama mawili ameiva, amebombea katika ile. Kwa mfano katika kompyuta, somo la kompyuta ambao tunalijumuisha katika mafunzo mengine yote ambao tunatia, kuna wale wanafunzi maybe ambao wamechukulia na uzito, ama wako na ile interest hamu sana katika hilo funzo. So au tunahakikisha kwamba tunawahusisha katika hilo jambo kabisa, ndio waweze so that katika maybe mwisho wa mwaka ama mwisho wa muhula wanaweza pewa kompyuta na wanafanya jambo moja ama mbili independently kwa kiukamilifu. Bila shaka umeeleza vizuri mwalimu. Asante sana kwa kazi nzuri mnafanya. Hongera sana. Asante sana. Haya, mbarikiwe.
Feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. They say that all you need is faith, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. 'Cause you need someone to lift you up and make right all the things you've done. 'Cause on your own you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe, if you believe, you can do anything, you can do anything, you can do anything if you believe. If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. Na mwalimu, jitambulishe majina yako, alafu nitakuwa tunazungumza kuhusu baadhi ya uwasilishaji tuliona kutoka kwa wanafunzi wa wimbo, na pia uwasilishaji mwingine ambao wamefanya wanafunzi. Itakuwa inachukua muda gani kuweza kuwatayarisha na mambo mengine kama hayo. Lakini mwanzo kabisa jitambulishe kwa wanaokutazama. Okay. Nimeshukuru sana. Kwa majina mimi ni
Bi Jemima. Mimi ni mwalimu wa wanafunzi walio na mahitaji maalum. Kwa hivyo mimi ni mwalimu ambayo nafanya kazi kama kwa kila mtoto binafsi mwenye alio na mahitaji maalum. Na katika hapa shule yetu ya Akon Special Tutorial tuko na mpango wa kufunza wanafunzi. Kwa mfano kila mtoto wote tunawaangalia na tunawapima kweli. Tunajua kila mtoto ako kiwango yake peke yake. Kila mtoto ako kiwango yake kibinafsi. Kila mtu ako na uwezo binafsi. Huwezi linganisha mtoto useme huyu mtoto ako kundi moja na mtoto mwingine. Kila mtoto amebarikiwa, ako na talanta zake tofauti. Na kwa hivyo masomo yetu hapa ni ya ubinafsi. Kwamba kwa kimombo tunasemanga IEP, individualized teaching program. Naangalia tu vile mwanafunzi anavyoendelea kujengeka na kujitegemea kadri anavyoendelea kuwa shuleni. Nafikiri baadhi ya masuala hayo watazamaji watakuwa wanayaona katika picha tulizowaandalia. Wanafunzi wakijifunza kula, hata kushika kijiko, wanafunzi akijifunza kupiga mswaki baada ya kula, akijua kwamba kila ninapomaliza kula lazima nishike mswaki na nipige. Lakini tukiangazia kwenye masuala ya wanafunzi kuwasilisha kwa mfano wimbo, shughuli ya kuwatayarisha mpaka wananakili ule wimbo na vitendo ambavyo vipo katika wimbo, ama kama ni kucheza, huwa inakuwaje kwaje? Okay, mwanzo kwanza utaandika kwa wale wanajua kusoma. Kuna baadhi yao, kuna wenye wanajua kusoma. Utaandika hicho kifungu chenye unataka wajifunze. Kisha utaenda kwanza jina moja. Ukimaliza uende sentensi. Kisha waanze kurudia mara nyingi hadi wamalize kifungu. Na hiyo ndio waweze kujifunza, waweze kuongea kama ama kuikalili vizuri kama venye umesikia siku ya leo. Tumechukua muda wa wiki 2. Ndio maana waweze kila siku unaipitia, kila siku unapata nafasi unaipitia. Na pia unaweza iandika mahali ndio hata wakienda nyumbani pia mzazi anakusaidia. Kwa sababu katika haya masomo ya mahitaji maalum tuko na wazazi ndani. Huwezi fanya peke yako, unahitaji mzazi ndio aweze kutia effort yake, ndio kila mtu ndio tuweze kupata matokeo, matarajio yetu yaweze kufikiana vizuri. Bila shaka kwenye majukwaa ya mashindano mambo huaje? Kwa sababu nimeona wakati wanawasilisha walimu walikuwa pale mkiwa mnawasaidia kuwakumbusha. Tunajua labda muda ulikuwa mfupi katika kutayarisha, lakini wanapokwenda kwenye majukwaa ya mashindano mnahitajika kuwa pale juu kwenye jukwaa pamoja nao, ama wanaweza kujisimamia peke yao iwapo wamefanya mazoezi kwa muda wa kutosha? Katika mashindano sana kwanza unawatayarisha. Kwa hivyo unawaeleza kwanza kwamba tunafanya hili sababu tutakuwa na mashindano baadaye na tutaenda mahali fulani. So kwanza unawatia motisha kwamba ufanye vizuri uwezavyo. Na wewe pia unahakikisha umeweka bidii. Aya, tukienda pale lazima pia uwe pale pamoja na wao, sababu sana unaona wakiona wageni wana akili yao inaweza kupotelea pale. Mawazo yao inaweza kuangalia asahau kwamba kuna kitu kingine alikuwa anafanya, mawazo yake inaweza kugawanyika. So unakuwa pale ndio ukae ukimkumbusha sababu hawa watoto wanataka ile roho ya kuvumilia, kukaa pale uwezi choka hadi mwisho. Bila shaka na mnafanya kazi nzuri. Hongereni kwa kazi nzuri mnaifanya. Twashukuru sana. Naam, asante. Mungu awabariki sana. Naam, asante nyinyi pia. Sawa. Na mtazamaji, tiba ya physiotherapy ni muhimu kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum. Umuhimu wake ni upi? Tutakuwa tunayafahamu hayo nikiwa nimeungana na Gloria ambaye ni mhudumu anayepeana tiba hiyo ya physiotherapy shuleni humu. Karibu sana, jitambulishe jina lako na shughuli unayoifanya shuleni humu. Kwa jina naitwa Gloria Kerubo. Mimi ni physiotherapist na mimi ndio nawashughulikia watoto kwa masuala ya jinsi mwili wao upo, ama in kimombo tunasema physical therapy, in their physical way. Umuhimu wa hiyo physiotherapy ama physical therapy kama ulivyoitaja ni upi kwenye maisha yao na pia katika labda kuwajenga viungo vyao?
Swala la kwanza ni kwamba tunaweza kushughulikia uchungu ambao tunasema ni pain management. Haswa wakati wengine watoto wanapata wanakuwa na uchungu, so akikuja hapa tunaweza manage na pain. For example, we have cold packs, heat packs, zinaweza wasaidia na kupunguza uchungu. Ingine tunafanya ni soft tissue manipulation ambao watu wanaita ni massage. Lakini tunasema ni soft tissue manipulation inayowasaidia kurelax na pia kutulia, na inawasaidia pia na kueneza damu inasonga kwa mwili. Ya pili inawasaidia na mobility. Kila mtoto yu tofauti. Kuna ambao wanaweza tembea on their own na kuna wengine wanaohitaji assistive devices. So kuna wale ukiwa therapy na ukiwa hapa unaweza kujua nani anahitaji the tools for therapy, who need the assistive devices, and some of them you can be able to exercise if you are able to do the management at an earlier age. Wanaweza pia saidika waweze kutembea on their own. Ingine ni flexibility. Able kuwa flexible, so at least akiwa flexible they can be able to do different activities. Akiwa darasani anaweza simama enda ajichukulie kitu chake, ama hata akiwa kwa uwanja anaweza cheza mwenyewe. So akifanya therapy inamsaidia with time they become more flexible. Jimbo lingine tuna deal with posture mwili wako vile iko wewe. So wakati unafanya mazoezi unapata wakati mwingine mtoto wako anaweza kaa vizuri, so ukiendelea kumfanya una train on how they're supposed to sit the right way. Unawasaidia jinsi ya kama ni kusimama, kama ni kutembea, kwa sababu tuna watu wengi ambao tunasaidiana katika shule, huwezi fanya peke yako. Kwa hivyo ukiwa na hao wengine lazima utaonyesha mtoto anafaa kutembea aje, ama anafaa kuketi aje akiwa darasani, ama kama wakati wake wa kuketi saa nyingine unapata wengine wako kwa wheelchair. Unapata ni wamekaa sana kwa wheelchair, unasema si wakati mwingine ni vizuri kuwatoa kuwaeka na wenzao, mnakaa na wao mnafanyisha activities na mengine. Umetaja kwamba wakati mwingine sababu ya kwanza ya kuwepo kwa tiba ya physiotherapy ni kuondoa uchungu. Labda kwa manufaa ya mtazamaji, ni uchungu ambao unakuja mara kwa mara, ama ni kitu ambacho kinatokea kwa sababu labda mwafaka, na huwa ni sababu zipi ambazo zinasababisha mwanafunzi ama mtoto kuwa katika hali hiyo? Ni sababu ya labda ule utofauti wa maumbile alionao, ama huwa kuna sababu ambazo zimechangia katika kuwepo kwa uchungu? Naam, kila mtoto ako tofauti. Kuna wale unaweza pata kwa mfano anakaa kwa wheelchair kwa wakati mwingine kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo unapata sangine atakuja kwambia mgongo wangu unaniuma sana, so unaweza msaidia. Kuna wengine kwa sababu ya vile wako mwili wao una respond differently, so unaweza pata sangine wakati utaona tu hataweza, wengine wataweza hata kusema ama kuzungumza, but wakati sasa umeweza kumwangalia, because they also communicate differently. So wakati umemwangalia unaona huyu mtoto hayuko sawa, kuna jambo linaweza kwa linamsumbua. So ukiweza kujua hayo pia you are able to know right now I can be able to deal with this way, mostly by finding a way of relaxing them, because sometimes the kids we say they have they're spastic, so trying to relax them or become even rigid, you're trying to relax them and ensure that they're relaxed before you can continue even with your session. Bila shaka, hongera sana kwa kazi nzuri unaifanya. Nashukuru sana. Asante. Na mtazamaji, mbali na tiba ya physiotherapy ambayo wengine labda wangeita tiba ya viungo vya mwili, kuna tiba inayohitaji zaidi masuala ya kiakili ambayo kwa lugha ya Kimombo inaitwa occupational therapy. Ninaye mhudumu ambaye yeye amebobea katika hilo. Atakuwa anatueleza zaidi ni yapi yanayohusisha occupational therapy kwa jumla na umuhimu wake ni upi kwa mwanafunzi aliye na mahitaji maalum. Karibu sana, jitambulishe jina lako na kazi unayoifanya shuleni humu. Asante. Naitwa Salome. Mimi ni occupational therapy katika shule ya Econ Special Tutorial. Occupational therapy tuko na baadhi ya areas tunashughulikia katika shuleni, but tunapatikana tena nje katika hospitali na mahali tofauti. Katika shuleni tunasaidia watoto katika kuweza kusoma
Tunawasaidia watoto walio na shida na mapungufu ya kutembea. Na tunasaidia pia watoto waliokuwa na ugumu wa kukaa chini na kutulia wakisoma na wenzao. Tena tunawasaidia hawa watoto katika mahusiano na wenzao. Sasa tunatumia group therapy kama njia moja ya kuwaleta pamoja na kuwafunza njia ya kuweza kuhusiana na wenzao. Naam. Ukizungumzia occupational therapy, ina vitu gani ndani yake ambavyo labda unaweza kuvitaja na vinahusisha vitu gani na gani kama ulivyohitaja vitu ambavyo umevizungumzia sasa hivi? Okay. Occupational therapy iko na vitu tofauti. Moja ya hiyo kama hiyo ni sensory integration. Sensory integration ni kusaidia huyu mtoto kuweza kukaa chini, kuweza kuconcentrate, kuweza kufanya macho yake na mikono kufanya kazi pamoja, eye hand coordination, na kuweza kukaa kwa environment na kuwe comfortable. Kwa sababu kuna environment zingine utapata labda rangi ni nyingi na inawasumbua. So occupational therapy tunajaribu kusaidia huyu mtoto aweze kukaa pale popote na aweze kuwa comfortable. Na tunatumia njia tofauti. Ingine tunafanya ni kusaidia watoto wenye wako na ulemavu wa kutembea ama kukaa na hivi. Na tuna bidhaa tofauti zinatusaidia katika hii shughuli ya kuwasaidia. Kama kuna standing aids, hiyo standing aid itasaidia mtoto kuweza kusimama over time aweze kutembea. Tuko na sitting aid. Sitting aid itasaidia huyu mtoto kuweza kukaa chini baada ya muda fulani. So hizo tunatusaidia sana katika viungo, body structure, so that this child can be able to walk in the long run. Kwa social skills, this is how the child ana cooperate na wenzake. So this one tunaangalia kama watoto hawa mara mingi wanakuwa na shida na social skills. Utapata hawawezi sema pole, utapata wanataka kucheza peke yao, utapata hawataki kuungana na wengine katika michezo. So tunawaleta pamoja, tunawafunza zile vitu zenye mimi na wewe tunaona ni rahisi, kwao huwa ni ngumu. So sisi tukiuja pamoja tunawafunza kusema vitu kama pole, tunawafunza kusema asanti, tunawafunza kusema kwaheri. Inakaa ni rahisi lakini kwa hao huwa na ngumu kiasi. Lakini baada ya muda fulani hao tukiwafunza kwa kivikundi huwa wanaweza kuzipata. Tofauti ya kufanya occupational therapy kwa mwanafunzi binafsi moja kwa moja ama one on one ninavyoita kwa lugha ya Kimombo na kufanya kwenye kundi inakuwa ni nini tofauti yake? Kila mtoto hata kama wako na same diagnosis wako tofauti. Kila mtoto unaweza pata watoto wako 5 wako na autism, but kila mtoto wako different. So tukisema saa zile tunafanya individual session ama kibinafsi, tunakaa chini na huyo mtoto tunashika zile difficulties zenye ako nazo individually na tuna work on them. Huyu mtoto anaweza kuwa na shida ya kuandika, so nitamsaidia huyo mtoto katika kushikilia kalamu na kuandika. Ninaweza pata ule mtoto mwingine ako na shida ya kuangalia kitabu, ako na shida na concentration. So nitashughulikia huyu mtoto na shida na activities za kuweza kumsaidia huyu mtoto kuconcentrate while anafanya kazi zake. Na mwingine naye anaweza kuwa na shida ya kutulia, anatembea kila mahali, Huyo naye nitamsaidia, nitafanya naye some activities za kumsaidia aweze kukaa mahali pamoja na kufanya kazi zake. Bila shaka ni kibarua, lakini hongereni kwa kazi nzuri mnaifanya. Asante. Na asante pia. Basalawi, you do a push-up now, okay? Aya, yes. Let us show her what to do. Look at what Maleka is doing. Oh, Maleka, don't touch it, man. Oh, let's go 5. 5. And up. And then let's go 6. 5, 6, 7, go. Forward roll.
Yes, you stand up without touching the ground. Hold your knees. Yes, and you run back. Let's go. Next. Good job. Hey. Sawa. Malaka, let's go. Tumaini, Imani, stop that. Yes, and then you run back. Good job. Let's go. Na mtazamaji, nimeungana na mwalimu Silvans kama sijakosea, na atakuwa anatueleza zaidi zoezi la kufanya ama kupasha misuli moto wanavyoliita kwa jina la kimombo gymnastics, yani kule kuchangamsha viungo na masuala kama hayo, lina umuhimu gani kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum? Na labda mengi ni mwache aseme mwenyewe. Karibu sana, jitambulishe jina lako kwa wanaokutazama, alafu tutakuwa tunaendeleza mazungumzo zaidi. Asante. Naitwa Silvans Odhiambo. Nimekuwa nikifundisha gymnastics for close to 10 years now, teaching schools and also personal training, different homes. Na kwa uzoefu ulionao zaidi ya takriban miaka 10 hivi, unahisi umuhimu ni gani wa kuwepo kwa kupasha viungo moto ama misuli moto, na yani hususan kwa watu wote tu kwa jumla, zoezi hili lina umuhimu gani? First of all, inasaidia na physical fitness, na enhance physical fitness, and on the other hand, flexibility, and for like the special needs, the special kids, it helps them with their focus, because for gymnastics, when you're doing anything, like lazima kuwe 100%. Because usipokuwa 100%, for example, when you're doing a cartwheel and you're not focused, you may hurt yourself. So lazima kuwe focus. So one main thing yenye najua inasaidia improve focus yao, concentration, physical fitness, and also their flexibility. Safari ya kuanza kumfundisha mazoezi haya mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ama mwenye ulemavu inakuwaje? Ni vizuri kuanza umri gani, na ni kwa sababu zipi, na huwa mambo yapoje, yani labda kwa kutumia mfano kwenye uzoefu ulionao? Nimefundisha different ages. Unapata like from 4 years and above, and most of them unapata we have their special needs, with special kids with different special needs. So you have to learn on which method to teach a specific child. So unapata kuna mwingine labda kuna shida ya mguu, but lazima yeye pia afanye, because apart from one leg, unajua hiyo mwili ingine, mkono na hiyo mguu ingine iko sawa. So you tailor make the experience to that specific child equally different. And the good thing with gymnastics, unapata we are working out different muscles kwa mwili. There are certain muscles unapata wewe mwenyewe ujai exercise, but in gymnastics you get to exercise that special muscle yenye mara mingi watu wengi hawafanyi exercise. Labda kesho ya mchezo huu na mazoezi haya kwa wanafunzi walio na mahitaji maalum ipoje? Nafasi ziko vipi katika labda tuseme nyanja mbalimbali ambazo zinahitaji kuwepo na ujuzi ambao unaupeana wewe? So the good thing, Kenya ime-identify kila mtu. There is a competition for special kids. So unapata wale wenye at least wako mahali penye unaweza sema huyu nikimpeleka competition kuna probability anaweza win. Of course we go by faith, and unampeleka tu. And on the other hand, one thing inawasaidia, inawapea motisha, na inawapea hiyo self esteem, na kujiamini. I can also do it. Kwa wazazi ambao mara nyingi wanahisi ni aibu kujitokeza wakiwa na watoto walio na mahitaji maalum ama ulemavu, na kuna nafasi ulizozitaja, unawaambia nini kama mshauri ambaye umekuwa katika sekta hiyo na nyanja hiyo, na unajua kwamba kuna nafasi nyingi ambazo zinaweza kuwafaa kwenye maisha yao ya baadaye? Apart from the many benefits zenye watoto wanapata from gymnastics, there is one special benefit yenye mimi nimenotice from the kids that I've taught. Unapata the minute amelearn kufanya cartwheel, unaona ameanza kupata
kuchangamka, anaanza kujiaminia. And that's one important thing in life. Lazima kuwe na confidence. The moment umepata confidence, hakuna mtu atakuitisha, atakutisha hapa nje. So I believe those parents are supposed to just trust. Trust what we are doing as the teachers who are teaching gymnastics. They bring the kids, we will help them to nurture what those kids have. Because apart from being special, they also have a special gift in them that needs to be nurtured. So warelease watoto wakuje tufanye gymnastics. Na bila shaka hongera kwa kazi nzuri unaifanya na asante sana. Na kwa wale wazazi wanaotazama, yapo mashindano ambayo yanafanywa kila mwaka, na mwaka huu nafikiri pia yanafanyika nchini Kenya. Nafikiri ilikuwa ni jiji la Eldoret ambapo kunakuwa na zile mbio za masafa marefu ama marathons, na pia kuna ujumuishaji wa mbio labda za wanaotumia vile viti vya magurudumu ambayo pia wanashiriki katika mbio hizo, na michezo mingine mingi ambayo inahusisha wanafunzi ama watoto walio na mahitaji maalum na pia watu wazima walio na mahitaji maalum. Kwa bila shaka ni fursa ambayo mtoto ama mtu mzima aliye na uwezo na talanta hafai kuachwa nyuma katika nafasi hiyo. Na kusihi usiende mbali, tunapoendelea kuzungumza na walimu zaidi shuleni humu na wanafunzi ambao wamekuwa wametuonyesha mambo mbalimbali wanayofanya shuleni humu. Salia nami. Tumeona mwanafunzi ambaye alikuwa na ujuzi wa kipekee na talanta ya kipekee. Nataka kwa manufaa mtazamaji, kwa yule ambaye alikuwa anaona picha anaziona picha hizo, aelewe mwanafunzi huyu ana ulemavu wa aina gani na ni kipi ambacho ni tofauti kwake. Tumeona mwanafunzi akitengeneza bendera ya nchi, akitajua bendera anatengeneza, akipanga rangi zinavyostahili kupangwa. Naomba labda kwa kufafanua zaidi kwa manufaa ya mtazamaji ueleze ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea. Mwanafunzi huyu ni wa miaka 10 na kile ambacho anafanya kwa kweli ni ya kustajabisha. Manake si jambo ambalo mwanafunzi mwenye miaka kama yake wengi ambao wanaweza kuifanya. Mwanafunzi huyu ana usonji ama autism, na ile ability yake kama haingeangaziwa tangu akuwe mchanga, tungepoteza ule uwezo wake wa kuweza ku-identify bendera tofauti ya nchi, ku-identify mji wa nchi tofauti duniani. Na pia si hayo tu, hadi kutamka ama kuzungumza majina ya Kiingereza ambayo yamepita ile kiwango ya umri wake wa miaka 10. Hii ni changamoto sana sana kwa shule hizi nyingine za kawaida, kwa kuwa watoto wengi hawapati kule kutambuliwa kulingana na uwezo wao. Kwa sababu mara mingi ni labda wanafunzi ni wengi katika darasa, kwa hivyo mtoto huwa hapati nafasi ya kumwezesha kukua zaidi katika uwezo wake. Ama pia walimu wanakosa ule elimu ama vifaa pia ya kuweza kusaidia watoto kama hawa. Wanafunzi anajua bendera za nchi ngapi? Nchi nafikiri zote, manake anajua continents zile ziko kwenye dunia, anajua miji ya nchi zote, miji mikuu, na pia anajua nchi zilizo katika continents zote kwenye dunia. Na bendera zake na amenakili rangi zilivyopangwa na jinsi zilivyopangwa na rangi zipi. Nafikiri ni kitu ambacho ni cha kipekee sana, na hili nafikiri kwa mtazamaji na kwa wale wazazi walio na wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile mwanafunzi tuliyemuona, ni funzo kwao kwamba kuna baadhi ya mahitaji ambayo pia ndani yake yana vipawa ambavyo ni vya kipekee. Kwa hivyo ni muhimu kustoona ule ulemavu pekee na ukakosa kuona ule ujuzi ama kile kipawa ambacho mtoto amepewa, lakini kuweza kuweka ile mizani. Labda kwa wazazi tunawazungumza nao, ni yapi ambayo ungewaambia wewe ukiwa tayari umeketi kwenye jukwaa ambalo unayaona haya moja kwa moja? Kwa wazazi ningependa kueleza ya kuwa
masomo si kule tu kukaa darasani na kuandika kwenye kitabu. Manake watoto wetu wamepewa vipawa vingi tofauti. Kwa hivyo ni jukumu letu kama wazazi kuvikuza vipawa hivyo. Licha na elimu ambayo pia ni muhimu, ni jukumu letu kuikuza. Manake kuwa shujaa ama kuwa maarufu sasa duniani si lazima iwe ni elimu ya kitabu. Mtoto huyu anaweza fanya mambo mengi zaidi ambayo labda ni kutatua suluhisho yote duniani ama ni kufanya jambo ambalo halijaonekana. Na natumai ujumbe huo umewafikia wazazi. Asante. Na mtazamaji, tunapofika tamati mwa kipindi cha Jahazi la Elimu juma hili, bila shaka umeona utofauti katika makala haya maalum ambayo tumeyaelekeza katika kuangazia elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hususan kipindi cha leo hakikuwepo na kikapu cha malenga kwa sababu tulikuwa tunahitaji kuonyesha mambo tofauti ambayo yanaendelea katika kuwasilisha na kujumuisha mtaala wa CBC kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Ninapomaliza kipindi nasisitizia wazazi kwamba wafahamu wana jukumu kubwa katika elimu ya watoto wao wanapokuwa na mahitaji maalum. Na kwa wewe mtazamaji, na kuacha na maneno haya nikikwambia kwamba licha na kuwa na ulemavu, kunacho ambacho wao wanakiweza ambacho wewe hukiwezi, na unachokiweza wewe bila shaka wanakiweza. Jina langu ni Hadia Mwasiwa, tuungane tena juma lijalo inshallah.